Uzinduzi wa treni hiyo mpya itakayotoa huduma za usafiri kati ya Syokimau na katikati mwa jiji la Nairobi ndio wa kwanza kukamilika katika mpango wa kuimarisha huduma za safari za treni jijini Nairobi. Safari hiyo kati ya jiji la Nairobi na Syokimau inakisiwa kwa kilomita 16.5 na itachukua muda wa dakika 30 tu. Hivyo basi kupunguza muda ambao watumizi wa barabara kuu ya Mombasa hutumia kufika jijini kutokana na msongamano wa magari barabarani. Mabogi ya treni hayo yataweza kubeba abiria 70 wa kuketi na 120 wa kusimama. Uzinduzi huo uliofanywa na Rais Mwai Kibaki umehitimisha awamu ya kwanza ya mpango wa shilingi bilioni 24 wa kuboresha huduma za reli jijini Nairobi katika jitihada za kupunguza msongamano wa magari barabarani. Na katika kaunti ya Nyeri, Julius Kamau mwenye umri wa miaka 42 amelazwa katika hospitali ya mkoa baada ya kuvamiwa na watu wasiojulikana walomjeruhi kwa kukata nusu ya nyeti zake. Kamau anadai kwamba shambulizi hilo lilitokea Jumapili jioni alipokuwa amekwenda kumtembelea rafiki yake katika eneo la Ngobit, kaunti ya Laikipia. Kuna kuambia mambo gani hata gani? Mimi niliwaambia baada ya mtoe nusu toeni yote. Tukielekea kaunti ya Mombasa ni kwamba polisi wamemtia mbaroni mwenyekiti wa vijana wa vuguvugu la Mombasa Republican Council siku moja tu baada ya mwenyekiti wa vuguvugu hilo Omar Hassan Mamnuazi kuachiliwa huru. Ali Said alikamatwa katika mkahawa mmoja katika majengo ya mahakama alipokuwa kila chakula cha mchana. Inadaiwa kwamba Ali amekuwa mafichoni tangu polisi walipoanzisha msako dhidi ya viongozi wa MRC mwezi mmoja uliopita. Janet Chapia, Citizen Nipashe.